Leo nitaeleza vitu vitatu ambavyo vinanyima usingizi asilimia kubwa ya watu wengi duniani. Yaani vitu hivyo vitatu, kuna kimoja tu kinaweza kunyima usingizi, kuna wengine wamejaliwa vyote kuwa navyo. Na kitu cha kwanza ni pesa, cha pili mapenzi, cha tatu watoto. Nikianza na pesa. Pesa nafikiri kila mtu anaifahamu, iwe note au sarafu, ni thamani inayotumika na wanadamu katika kununua na kuuza vitu mbalimbali. Kwa hiyo na hiyo yenyewe pesa imetengenezwa katika mfumo wa sarafu na noti. Noti ipo kama hivi, noti. Lakini sarafu pia, sarafu ipo kama hivi, sarafu ipo kama hivi, hii unaiona hivi sarafu hii, lakini hii ikiamua itafutwe hii yaani ione hivi na ile noti ione vile vile kama karatasi, lakini hile ndio inamnyima mtu usingizi usiku na kwa mchana. Kuna kazi za shift za usiku kwa sababu ya kutafuta ile. Zamani kuna biashara moja alikuwa anaita barter trade. Barter trade, kabla ya ujio wa wenzetu hawa wana civilization, tunasema wastaarabu, kabla kuja kwa civilization, yani ustaarabu duniani, kabla kuja kwa ustaarabu duniani, kuna kitu kimoja kinaitwa barter trade. Ile ni biashara ya kubadilishana bidhaa kwa bidhaa. Wewe, mimi nakupa jembe, mimi unanipa mchele. Makonde anaita mchele. Au mimi nakupa mchele, wewe unanipa chumvi. Lakini baada ya watu kuona ile ilikuwa na unequal exchange, yani ilikuwa haina uhalali, yani mimi nikupe jembe, wewe nipe gunia moja la mahindi, yani 30,000 kwa jembe la 3,000 au jembe la 6,000. Ameona hii yani iko exchange, yani mimi nikupe ng'ombe wa 500,000, wewe nipe gunia moja la mahindi. Kwa hiyo walikuwa wanaona ile nini, unequal exchange, yani ilikuwa haina uhalali katika kubadilishana wake, ilikuwa haina uhalali, thamani za vitu haziendani. Basi sasa wana civilization, wana ustaarabu wamekuja, wameleta kitu kingine cha thamani, pesa. Najiulize pesa hiyo ina kitu gani? Sijui. Siku moja nitakuja kukuletea elimu kwa upana zaidi, kwa nini pesa ina vitu vya ajabu. Kwa nini hata mwanga ikuangia ndani atakayekutana bilioni 80 anaziacha zote na kuangia yeye tu anaondoka? Kuna relationship gani kati ya pesa na uchawi? Siku moja nitakuja kuelezea kidogo. Hujawahi kujiuliza hata mchawi akiingia ndani kwako akikuta pesa hachukui hata moja? Na ingelikuwa hawa wanga au wachawi ingelikuwa wanachukua hivyo, basi benki zisingehifadhi pesa. Hiko ndo kitu cha kwanza, pesa. Kitu cha pili nielezee kwa leo, kutokuzaa. Au ngoja nianze na mapenzi. Mapenzi, wengi sana tunaona wanateseka katika ndoa, wengi sana tunaona hawalali kwa sababu ya mapenzi, aidha kwa ajili ya kuteswa na wenzi wao au kutengana na wenzi wao, walikuwa kwenye mahaba mazito, lakini baada ya hapo basi wametengana. Unakuta mmoja pindi alipenda zaidi, alipenda kupindukia, afanyeje?
basi kutokana na ile hali inamtesa, basi anakosa hata usingizi. Mtu tunaona anaenda kuiba kwa ajili ya mchumba wake ale, mchumba wake aishi maisha mazuri, mchumba wake anataka mawigi ya 40,000, kuna Brazilian hair hiyo 70,000 mpaka laki Sasa hivi kuna mwendo wenyewe anasema mwendo wa mabaya. Mtu yupo tayari aende akaibe, lakini mpenzi wake, na kuogopa tu mpenzi wake anaweza akachukia, anaweza akamwacha kutokana naye hamhudumii. Kwa hiyo watu unakuta wanateseka sana kwa ajili ya mapenzi. Mtu anaenda mbali kutafuta maisha, anaenda mbali, anamwambia mpenzi wangu nisubiri nini nikatafute, lakini kwa bahati mbaya wanasalitiana. Usaliti upo mwingi sana ndani ya mapenzi hayo, lakini mambo yanaenda, na baada ya hapo mtu anaanzisha maisha mapya. Mtu inafika kipindi mpaka anatoka kwenye upenzi tu wanaenda kwenye ndoa. Hayo mapenzi katika mfumo wa mahusiano ya mtu na mchumba wake, lakini mapenzi mengine, mapenzi ya mzazi na mtoto, mahaba yanakuwa mazito sana. Na kitu cha mwisho cha tatu kukielezea, nataka nielezee mtoto au kupata watoto. Miongoni mwa watu wengi sana duniani, wale ambao wasiobahatika kupata na mtoto au wana matatizo kutopata watoto, aidha wagumba au utasa, inafika kipindi mpaka wanafanya vitu vya kishirikina kutokana na hamu yao ya kutaka mtoto. Yaani mtu anaweza asilale kutwa mzima, au mwanamke akiolewa mpaka mawifi anakwambia bwana, unatujazia choo. Inawezekana pia ni sababu mwanaume, lakini mawifi wanalalamika, kumbe inawezekana pia wote na matatizo, mke na mume. Kwa maana hiyo mtoto ni jambo zito sana, lakini Mwenyezi Mungu ndo anajali vitu hivyo vyote. Anaweza kujalia usiwe na mtoto mpaka kuanzia udogoni mwako mpaka kufa kwako usiwe na mtoto, lakini watu hawajui hilo. Wanajua wao, wanajua tu umeolewa, baada hapo ni kuzaa, kuwazalia mawifi, basi kupata mashangazi. Kwa leo inatosha vitu hivyo vitatu. Kama ulikuwa huvijui, hivyo vitu vitatu duniani ndio vitu ambavyo vinanyima usingizi binadamu wengi duniani: pesa, mapenzi na kuwa na familia yenye watoto au kupata mtoto katika familia au katika mahusiano. Kwa leo inatosha. Nikukumbusha tu, kama bado hujasubscribe channel hii ya Maisha Safari Channel, basi subscribe ili wa kwanza kupata habari zetu, na bonyeza alama ya kengele. Na kwani kwa sababu ukibonyeza alama ya kengele unapata ujumbe kwa haraka. Maisha Safari Channel yameposti kitu fulani, na kama una tukio lolote au na jambo lolote utakutuelezea sisi, au kisa na mikasa katika maisha yako umepitia, unataka kuelezea, nitafute. Mimi naitwa Asham Islam, katika mitandao ya kijamii Instagram Asham TZ, TikTok Asham TZ na Facebook Asham TZ. Hii ni Maisha Safari Channel, always we available.